Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nasi sote sasa tunaposikia neno lake. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, Baba wa rehema, nakushukuru kwa ajili ya upendo wako, kwa ajili ya uaminifu wako katika maisha yetu. Asante kwamba utukusanya sisi watoto wako siku ya leo, ingiza miguu yetu katika hekalu lako takatifu. Msihi Bwana, sasa ukafungue masikio ya mioyo yetu, neno hili la uzima ipate nafasi ya kutuongoza, waacha yale yasiyofaa, pekee kuelekea wewe daima, kufuata, kuangalia wewe unayewendea msalaba, na kuunganisha nguvu sisi katika kuupinga ukatili ulimwenguni. Zungumza nasi neno lako la uzima, nasi watoto wako tuko tayari kusikiliza. Amen. Amen. Neno la Mungu tunalopewa leo ni ile lililokwisha kusoma kutoka kitabu cha nabii Yeremia mlango wa 26 mstari ule wa 7 mpaka ule mstari wa 9. Yeremia 26 mstari wa 7 mpaka ule wa 9. Nasoma katika jina la Bwana. Na makuhani na manabii na watu wote wakamsikia Yeremia hapo aliposema maneno haya katika nyumba ya Bwana. Ikawa Yeremia alipokuwa amekwisha kusema maneno yote Bwana aliyomwamuru kuwaambia watu wote, ndipo hao makuhani na manabii na watu wote wakamkamata wakisema, bila shaka utakufa. Kwa nini umetabiri kwa jina la Bwana ukisema nyumba hii itakuwa kama Shilo na mji huu utakuwa ukiwa, hautakaliwa na mtu? Watu wote wakamkusanyikia Yeremia katika nyumba ya Bwana. Amen. Natuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, siku ya leo tunapewa kichwa kinachotuongoza, kinasema tupinge ukatili kwa neno la Mungu. Ukatili uliojaa katika ulimwengu tupinge kwa neno la Mungu. Tena tumesikia tale somo la Injili lililosoma kutoka Injili ya Mathayo mlango wa 2. Tukiangalia ukatili ule ambao Herode alifanya kwa watoto wasio na hatia. Fanya ukatili mkubwa. Haya mambo haya ya utawala haya mambo haya tunapaswa kuyaombea sana. Tena mwaka huu ambao una uchaguzi katika nchi yetu, tunamwomba Mungu sana atupe mwaka wenye uchaguzi wa furaha, wa raha na kutulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika chaguzi hizo zimeleta mambo mengi. Tumesikia hata nchi zinazotuzunguka maeneo mbalimbali kumekuwa na fukuto baya kwa sababu tu eti kuna uchaguzi. Tena tujitoe. Najua watu wengi tumejiandikisha, wote tumejiandikisha washirika kwa ajili ya kupiga kura. Ifika saa ya kupiga kura, tukapige kura, tumchague tunayempenda. Tena bila kuchukua rushwa. Nimesikia watu wengine wanatoa rushwa. Zamani, siku hizi nafikiri watu wamebadilika, hawatoi tena rushwa. Usitoe rushwa wala usipokee rushwa katika wakati huu wa uchaguzi. Chague wale tunaowapenda. Tena anayegombea hata kama ni rafiki yako kivipi, ukiona hana namna yote ya kukusaidia, una sababu ya kumpa kura. Mpe yule ambaye unafikiri huyo atakusaidia. Si ndivyo jamani? Sio ati huyo tunaimba naye kwaya lazima tumpe. Chagua yule ambaye anafaa. Nakumbuka mama mmoja alikwenda kuchagua walikwenda kupiga kura na mume wake. Sijui alikuwa anagombea sijui ni udiwani au sijafuatilia vizuri.
Wakaenda pale kwenda kupiga kura, matokeo yanahesabiwa, amepata kura moja. Akaniuliza kwamba sasa tumekwenda, kwanza mimi na wewe mama tumekwenda wote, imekuwaje nimepata kura moja ambayo ni ya kwake tu? Ugomvi mtihani huo wasema yani leo taniko. Wamefika nyumbani, mama anapiga sema no, kabla ya chakula nataka maelezo kwanza. Kwanza nipate kura moja, hata wewe kura yako umempa nani? Mama yule akamwambiaje yule baba, sema hao tu wasio kufahamu hawakukupa. Je, mimi naye kufahamu na kuingia. Kwa kumbe alifahamu kabisa kwamba huyu ujue ni sawa tuko wote, lakini huyu ukampa wakati, maana hatuchagui kwa ajili ya familia hapa, sivyo? Ni kwa ajili ya nchi nzima. Sasa nikakupa kura na sisi tunahitaji maji, tunahitaji vitu gani zitatusaidia. Sasa hao tu ambao hawakufahamu hawakukupa. Je, mimi naye kufahamu kila siku tuko wote. Ningekupa kura, labda ni wale wazee ambao akirudi huko na boha lake anaingia na mlango. Eti unampa kura huyo, unampa kura yake. Unampa kura yake. Kwa hiyo mama alitumia haki yake vizuri. Ndipo ninaposema jamani, kwa washarika wangu wa dayosisi hii na sharika wa Kasete, mwaka huu ni chaguzi huu. Tutapiga kura, lakini hakikisha umejichunguza vizuri unayempigia kura ni yupi. Bwana Yesu asifiwe. Ili tupate viongozi. Lakini haya mambo sasa haya ya utawala yana shida sana. Herode, ile somo tulilosoma sasa la Injili ya Mathayo. Herode sijui alikuwa na miaka 60. Eti kamezaliwa katoto, amesikia tu kwamba hapo baadaye katakuwa mfalme. Anasema huwa, yani watoto wote chini ya miaka 2 wote feka wote. Huoni tu kwamba hapa mpaka kakue, maana tena kwa jamii ya Kiyahudi mpaka kafikishe miaka 30 ndio anapewa angalau kufanya mambo makubwa. Akiwa na miaka 30 si Herode wewe utakuwa umeshastaafu. Si umpe nafasi huyu, tena muongoze kabisa, mpe nafasi, labda atakapokuwepo hata kwenye utawala akuangalie. Wewe kazi chicha moto, chicha. Baadaye ile ndoto aliyopata Yusufu aliweza kumtorosha mtoto, basi Yesu akaokoka katika mikono mibaya ya Herode, katili Herode. Baadaye tukampata mkombozi Yesu Kristo. Na kozi kama tunavyojua, Mungu huyu naye anatulinda sana. Tulinda sana, maana kusudi lake huwa haliangamii. Hata wakitaka kumaliza Yesu akiwa mdogo, kusudi la Yesu linasimama. Kusudi la Mungu linasimama mpaka mwisho. Sasa somo tunalopewa ni ile la kupinga ukatili. Tupige ukatili kwa neno la Mungu. Yeremia ni miongoni mwa manabii waliosimama kidedea, kusimama mbele kuhakikisha kwamba wanatangaza ujumbe wa Mungu waliotumwa. Na ninapoliangalia somo hili, Yeremia alisema mambo makubwa sana. Na ingekuwa ni hawa manabii wetu wa siku hizi, wasingesema haya Yeremia anayosema. Maana manabii wa siku hizi wanasema yale mambo mazuri tu watu wanaopenda kusikia. Ni maana foleni moja pale Arusha, watu wetu wamejipanga mstari kwenda kutabiriwa. Eti wanakwenda kufunga foleni yote hii, anasema tunakwenda kutabiriwa na nabii hapo ndani hapo. Na akifika kwanza kuna kapu la sadaka, nabii kwanza unaweka sadaka yako pale. Halafu nabii anakutabiria yale mambo mazuri. Anasema mwaka huu utajenga ghorofa. Sasa unajiuliza hata kazi vizuri huna. Lakini anakuambia utajenga ghorofa. Mwaka huu utanunua gari. Yale mambo mazuri. Mwaka huu utatajirika. Mwaka huu ni mwaka wako wewe wa kupata mambo makubwa. Na watu wanatoka wakishangilia kwa kuwa nabii amewatabiria. Fikiri manabii wangeweza kusema kwamba huu ni mwaka wako wa kubadilisha maisha yako. Wewe unaishi maisha ya ovyo ovyo, ni mwaka wako wa toba. Hayo ndio maneno ambayo nabii angeweza kusema, ili watu wakaurithi uzima wa milele. Maana ukijenga ghorofa tu hapo usipourithi uzima wa milele, inakusaidia nini? Lakini nabii anajua kwa sababu yeye anapenda fedha, au manabii wa sasa hivi, kwa kuwa kazi yake ni kupenda fedha, hawezi kawatabiria watu yale mambo mabaya. Anatabiri yale mazuri tu ili watu waendelee kumchangia. Yeremia alisimama akasema mambo magumu. Tena anasema mbele ya makuhani na manabii na watu wote walipokusanyika, Yeremia akawaambia neno hili. Na hilo neno ukitaka kulijua usome huo mlango mzima wa 26
pale mwanzoni ile mstari iliyotangulia, Yeremia alisema mambo makubwa. Akawaambia, ndugu zangu, nawaambia mji huu wote utateketezwa kwa sababu ya dhambi yenu mnayoifanya. Mji utateketezwa, hata salia hata mtu mmoja katika mji huu. Tena akasema jambo baya zaidi, akasema utakuwa kama mji wa Shilo. Shilo. Huo mji wa Shilo ukisikia, ukisoma vizuri utajua habari ya Shilo. Ukisoma katika Samueli wa kwanza mlango wa 4, ukirudi nyumbani unaanza kusoma mlango. Samueli wa kwanza mlango wa 4. Utaona hiyo Shilo kwa nini imetajwa pale. Shilo, wana wa Israeli walipokuwa katika eneo hilo la Shilo, walikuja Wafilisti. Wafilisti wakawaangamiza wana wa Israeli katika vita. Na tena walifanya jambo baya. Wafilisti siku zote wakiwa Waisraeli wakiwa wanatembea jangwani katika safari yao, walikuwa wanatembea na chombo kikubwa kinaitwa sanduku la agano. Sanduku la agano limejaa amri 10 za Mungu na yale yote yanayowakumbusha kwamba sisi tulikuwa watumwa huko Misri. Sanduku la agano. Kwa hiyo wakitaka kufika mahali kwamba sasa tumechoka kutembea, tufanye mahali hapa, hiyo mahali pasala, wanaliweka sanduku la agano, ndio kama wanatembea na Mungu wao. Wakiliona sanduku la agano wanamuona Mungu. Wanafanya ibada kwa kuwa kuna sanduku la agano. Sanduku la agano kwa ilikuwa ni sehemu ambayo wao wanamwabudu Mungu siku zote. Sasa wakaja Wafilisti. Wafilisti wakaja na vita na mapanga na mashoka na fimbo, wakawacharaza Waisraeli. Wakawacharaza. Na si kuwacharaza tu hivyo, wakalichukua ile sanduku la agano, wakaenda nalo. Na walipofika kwa kuhani Eli wakimshirikisha mambo haya, kuhani alisikitika kidogo hata ajue, kwa sababu sanduku la agano, kama wamewachapa viboko sawa, kama wamevunja nyumba zenu sawa, lakini mpaka sanduku la agano wamelichukua, tumekwisha. Sasa Yeremia anawakumbusha tena mambo haya. Nataka kuwarudisha ili mjue kwa nini walisikitika wakiambiwa tena habari ya Shilo. Anawakumbusha, asema mji huu utateketea wote kama Shilo. Maana haya ni maneno Mungu alionipa. Sasa wakakusanyika. Akasema, kwa nini wewe unatuambia maneno haya mabaya, habari ya kuteketezwa kwa mji huu? Tena unatutajia habari ya Shilo hapa. Naomba nisome tena ule mstari wa 9. Kwa nini umetabiri kwa jina la Bwana ukisema nyumba hii itakuwa kama Shilo? Unatukumbusha habari ya Shilo tena, Yeremia. Hakika utakufa. Mwambie hakika utakufa. Hawa wanaomwambia eti ni makuhani na watu wa dini. Lakini Yeremia unafikiri amerudi nyuma? Kwa watu wengine hapa akiambiwa utakufa, anasema basi nabadilisha ujumbe. Anaweka ujumbe mtamu mtamu. Kama ni kufa jamani nabadilisha. Lakini Yeremia ule mstari wa 13 akawaambia, basi sasa tengenezeni njia zenu na matendo yenu, mkaisikilize sauti ya Bwana Mungu wenu, naye Bwana atayagairi mabaya aliyoyanena juu yenu. Si kwamba nitabadilisha tu, maana mimi nina ujumbe kutoka kwa Mungu. Na ujumbe kwamba mnaishi maisha yasiyofaa. Yeremia akawaambia wale wakuu wote akisema, Bwana ndiye aliyenituma habari hizi kutabiri juu ya nyumba hii na juu ya mji huu maneno yote niliyowaambia. Sio maneno yangu. Kwa hiyo msipobadili mwenendo wenu, bado mimi nasimama katika kweli. Nasimama katika kweli hili kuihubiri ile habari niliyotumwa na Mungu. Ndugu zangu upendo, Yeremia aliyasema haya. Na ukatili ule uliendelea. Ukisoma kwa mbele waliendelea. Wakati mwingine alipigwa vibaya, lakini aliendelea kushika ile kweli, kurudi nyuma. Tunachopaswa kujua, sisi sote tumetumwa na Mungu. Kila mmoja katika nafasi yake. Kila mmoja, sharika, mzee wa kanisa, mwimbaji wa kwaya, kiongozi wa vijana, kiongozi wa kina mama, kiongozi wa kina baba. Kila mmoja amepewa nafasi yake. Kuanzia hata pale kwenye familia. Ni vizuri kuendelea kuishika nafasi yako
kusema yale yote ambayo Bwana amekuagiza kuyasema, kusimamia yale yote Mungu aliyokuagiza bila kugeuza, bila kubadilisha, bila kuipamba ule ukweli ili watu wakushangilie. Tunaona mambo ya ajabu nyakati hizi. Nakutana na watoto kwenye nyumba moja, zote saa za ibada hawakwenda kanisani. Lakini kamuuliza mzazi, baba, watoto mbona hawajaenda kanisani watoto wako? Wasema watoto wa siku hizi wanaamua wenyewe. Yaani hataki kuambia tu, kwa nini hamwendi kanisani? Watoto siku hizi tunawaachia waamue wenyewe. Ukiona hawapendi kwa kweli tunawaacha. Lazima wazazi kusimama katika kweli. Kusimama katika kweli. Maana dunia siku hizi imechanganywa na mambo mengi. Tukisema kila kitu kijiendee tu kama kinavyokwenda, tutaharibu ulimwengu. Tusimame katika kweli. Tena ujumbe unaowasha wakati mwingine usio na furaha kubwa, lazima tuuseme ili jamii iweze kugeuka, kubadilika. Tumebeba kusudi la Bwana, ndugu zangu, sisi sote. Kila mtu mahali pake amebeba kusudi la Bwana. Na ili kusudi tuliendeleze, tulitimize kama Bwana alivyokuja. Mungu anatupa ulinzi wake kwa kuwa tumebeba kusudi hilo. Yeye atatupa ulinzi wake wa ajabu. Wakati mwingine tutaingizwa katika tundu la simba, katika nyumba ya simba, na simba watapita pembeni kwa sababu tumebeba ujumbe. Wakina Yeremia na manabii wengine waliyafanya haya na Mungu akawavusha kwa kuwa tumebeba ujumbe. Tuseme ile iliyo kweli wakati wote bila kupindisha kweli. Tena tusichoke kusimamia kweli ambao tunapaswa kuisimamia. Maana ulinzi hautokani na sisi. Ulinzi unatokana na Mungu. Yeye alitutuma kuifanya kazi yake. Kila mmoja katika nafasi yake ujue unalo jukumu la kuifanya kazi ya Mungu. Hebu tubebe sote kila mmoja na nafasi yake, kuchukua nafasi yake kila mmoja. Ukiwa kazini kwako, utangaze ujumbe wa neno la Mungu. Ukiwa pale kwenye saluni yako, ukiwa una kibanda chako cha kuuza chakula, ukiwa dukani kwako, ukiwa katika biashara yako yoyote, tubebe ujumbe wa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Tena bila kuyumbisha. Ubebe ujumbe huo. Eleza ile kweli. Sema mazingira haya tuache kidogo. Beba ujumbe wa neno la Mungu. Wakati mwingine utafurahisha, wakati mwingine haufurahishi, lakini beba ujumbe wa neno la Mungu. Kipekee kupinga ukatili. Kupinga ukatili. Kupinga ukatili unaoendelea siku hizi. Tumesikia hata wiki iliyopita kuna mama mmoja aliuawa kikatili. Uawa kabisa, kata kwa visu. Ukatili wa hali. Msikia watoto wanaofanywa ukatili majumbani. Katili. Eti katoto kamekwenda labda na hamu ya kula andazi, mama afika maandazi yake labda ya kuuza, kamechukua andazi hapo, kamekula, mama amekuja na mkaa, kachoma ile midomo. Kuchoma yote ili ukome sile andazi tena. Kwa sababu anasema uchukushi. Sijui na tafsiri je kwa Kiswahili ukome usukutuwe pia unasema kwa nini. Mimi si mwalimu mzuri wa Kiswahili. Mke wangu ndio mwalimu wa Kiswahili. Hivi kweli sio ukatili jamani kuiba kaandazi tu? Kuiba kaandazi. Hebu fikiria wewe katika maisha yako ya kukua kama mtoto, yale yote uliyoyafanya ingekuwa adhabu ya kwanza kata mkono. Adhabu ya pili kata sikio. Singekuwa ni tatizo jamani. Ilikuwa ni ngumu sana. Sisi tusimame katika kweli, kupinga ukatili. Pinga ukatili. Na nasema haya narudia nishawaambia wakati uliopita. Tukiwa pale Tanga, mke wangu yuko hapa jirani yetu tusikia anapiga katoto. Kale katoto kalipigwa tukasikia vimenyamaza. Alipiga yule mama, piga mpaka tukasikia kama mbona hali mama alikwenda aliingia na mlango pale. Ingia na mlango na kumtoa nje yule mama. Na kwa kweli wote tukajiunga pale tukaona kumbe alikuwa na madhibu. Jambo dogo tu. Tena wao kina mama hao wakati mwingine kumbe anashika na mume wake. Sasa kwamba adhabu anampa mtoto. Chapa viboko anamchapa mtoto kwa niaba ya baba. Chapa. Ukatili wale. Tuache ukatili ndugu zangu katika ulimwengu. Tena tukemea ukatili unapojitokeza katika ulimwengu. Ili basi hata watoto
na wengine wanaotuzunguka waishi maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi sana tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Shukuru kwa kila jambo katika maisha yetu. Tumeona leo familia ya Koloa toa shukrani. Toa shukrani kwamba mioyo yao imeguswa. Kwamba tumeishi na mama Elfride ambaye alikuwa mwimbaji wetu mzuri wa sauti ya kwanza. Nakumbuka sana sauti nzuri ya kwanza. Kiimba sauti yake nzuri ya kwanza kwenye kwaya. Sasa amepumzika baada ya kazi yake. Watoto na familia nzima wasema no, tunasogea mbele za Mungu kumshukuru kwa ajili ya maisha ya mama. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na mioyo hiyo ya kushukuru kila wakati kwa yale Mungu anayotutendea. Maana anayafanya yote kwa makusudi yake. Huku tukiubeba ujumbe hata katika shukrani yetu. Ujumbe wa kusema ile kweli Mungu aliyotuagiza. Kama ni kukemea, tukemee kweli. Kama kuna mahali pa kuzungumza, basi tuzungumze ile kweli ili watu warekebishe maisha yao. Na mwisho wa maisha haya wewe na mimi tukapate nafasi kuurithi uzima wa milele. Na Bwana alibariki neno lake. Amen.